haliwezi. Na ndio maana sisi ni wanununi, na ndio maana sisi wanununi tunayajua yote. Kwa nini Yesu alimuuliza, mbona Bwana wewe unayajua yote? Kwa sababu alikuwa anakaa nuruni, na sisi tayari tumeingia katika nuru yake. Kwa hiyo na nuru, na sisi tulipoingia katika nuru yake tunang'aa, na giza halituwezi, kwa sababu tunaishi katika Mungu. Sema amen. Kwa hiyo anasema hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Unapozungumza tu Mungu, ndani yake kuna kitu kinachoitwa nafsi. Mwambie jirani yako nafsi. Kwa hiyo utakapokuta kuna nafsi, tayari kuna kitu kinawakilishwa. Mungu akubariki sana. Na ndio maana hapo mwanzo alikuwako Mungu, alikuwako neno. Neno alikuwako kwa Mungu. Huyo neno hakuwa na nafsi, ilikuweko kwa Mungu. Kama hapa mimi unavyoniona ni binadamu, lakini ndani mwangu nina uhai. Ndani mwangu nina uhai, nina mwili na nina roho. Sasa roho ioni, lakini iko ndani mwangu. Sema amen. Sasa hii roho iliyoko ndani mwangu ndio niifanye niwe na uwezo kama Mungu alivyo. Hii roho nilionayo ndani mwangu niitoe, alafu niifanye kuwa na nafsi. Ndiyo uwezo na mamlaka ambayo Mungu aliyoyafanya. Kuna watu leo huwa wanapinga sana, lakini akili zao kwa sababu wamezipeleka kibinadamu. Na ndio maana ukimtafakari Mungu kibinadamu utakuwa umepoteza. Sema amen. Lakini ukimtafakari Mungu katika utauwa wa kimungu unakuwa umekombolewa. Sema amen. Sasa leo ukija kuangalia, mpaka wengine wanasema Mungu hawezi kuzaa, Mungu hawezi kupata mtoto. Hivi Mungu ni jambo gani linalomshinda katika mambo yote yaliyoko mbinguni na yaliyoko duniani? Na ndio maana sisi tungekuwa mti ungebeba mimba ukamzaa mti mwenzake. Sisi tungekuwa ni spika ingebeba mimba ingemzaa spika.